Leo tutajifunza kuhusu maajabu 7 ya damu ya Yesu. Maajabu 7 ya damu ya Yesu. Damu ya Yesu ni ya ajabu sana na ni ya kushangaza. Ukitafakari damu ya Yesu kwa akili za kawaida, brain cells zako zinaweza zikabasti, zikapasuka, kwa sababu damu ya Yesu haina mwisho, haina mipaka. Damu ya Yesu is too deep, iko chini sana, kwa akili za kibinadamu ni ngumu hata kuweza kuelewa. Tunamhitaji Roho Mtakatifu tukapate kuelewa jinsi damu ya Yesu ilivyo. Lakini ukitazama hii damu ya Yesu, unaweza ukaiona kwa jicho la kawaida la kibinadamu, lakini usiangalie kwa jicho la kibinadamu. Damu ya Yesu iangalie kwa jicho la kiroho, kwa sababu ukiangalia kwa jicho la kibinadamu utashanganyikiwa tu. Kwa nini? Kwa sababu damu ya mwanadamu ni lita 5. Inawezekanaje damu ya lita 5 ya mwanadamu ikaosha dhambi za ulimwengu mzima, watu mabilioni? Inawezekanaje? Inawezekanaje damu ya Yesu ikaosha watu kuanzia miaka 2000 iliyopita mpaka sasa, na inaendelea na kuendelea kuosha watu? Inawezekanaje? Ukitazama kwa jicho la kibinadamu, akili yako inaweza ikapasuka. You can blow up your mind. Kwa nini? Huwezi ukaangalia damu ya Yesu kwa jicho la kimwili au kwa akili za kibinadamu. Tunaiangalia damu ya Yesu kwa jicho la kiroho na sawasawa na maandiko matakatifu. Kwa sisi leo tutaangalia maajabu 7 ya damu ya Yesu. Katika maajabu 7 ya damu ya Yesu, tutaangalia kazi, namna ambavyo damu ya Yesu inaweza kufanya kazi katika maisha ya mtu. Na kitu gani hii damu ya Yesu imeweza kufanya? Kitu gani damu ya Yesu imeweza kufanya? Ajabu la kwanza la hii damu ya Yesu, ajabu la kwanza la kushangaza ni msamaha wa dhambi. Hili ndio jambo la kwanza ambalo damu ya Yesu inafanya, na ni la ajabu la kushangaza. Kwa kama unaandika, andika msamaha wa dhambi, forgiveness of sins. Msamaha wa dhambi ndio jambo la kwanza ambalo damu ya Yesu inafanya. Na hili katika kazi ambayo damu ya Yesu imefanya ndio jambo la kwanza kabisa na la msingi, kwa maana pasipo msamaha wa dhambi hakuna wokovu. Pasipo damu ya Yesu hakuna wokovu, na pasipo hiyo damu hakuna ondoleo la dhambi. Kwa maana tunapata wokovu kwa damu ya Yesu Kristo, tunapata msamaha wa dhambi kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa kitu cha kwanza ambacho damu ya Yesu imefanya ni kuachilia msamaha wa dhambi katika maisha ya watu. Unaweza kuelewa hicho kitu? Kwa hiyo pasipo damu hakuna ukombozi, pasipo damu hakuna ondoleo, pasipo damu hakuna haki, pasipo damu hakuna uhusiano kati ya mwanadamu na Mungu, hakuna. Lakini kwa damu ya Yesu Kristo tunapata msamaha wa dhambi, kwa damu ya Yesu Kristo tunapata haki, kwa damu ya Yesu Kristo tunapata uhusiano sisi na Mungu. Kupitia damu ya Yesu Kristo tunapata amani kati ya sisi na Mungu. Sasa nataka nikuonyeshe hapa katika kitabu cha Waefeso sura ya 1 mstari wa 7. Na tutaenda taratibu, hatua kwa hatua, ili tuweze kuelewa somo hili. Tazama katika Biblia yako kitabu cha Waefeso sura ya 1 mstari wa 7. Neno la Bwana linasema, katika yeye huyo, nani? Kristo Yesu, kwa damu yake tunao ukombozi wetu. Kwa maana yake katika yeye huyo, nani? Kristo Bwana Yesu, kwa damu yake, kwa hiyo damu yake tunao ukombozi wetu. Unaweza kuelewa hicho kitu? Kwa maana yake ukombozi wetu upo katika Kristo Yesu. Na huu ukombozi wetu upo katika Kristo Yesu kwa namna gani? Kwa damu ya Kristo Bwana Yesu. Lakini anaendelea mbele, anasema hivi, tazama katika yeye huyo, kwa damu yake tuna ukombozi wetu, yaani masamaha ya dhambi sawa sawa na wingi wa neema yake.
Kwa maana yake ukombozi unakuja kupitia msamaha wa dhambi, kupitia damu yake. Kwa kabla tujaona msamaha wa dhambi, kabla tujaona ukombozi wa nafsi zetu, tunaanza kuiona damu ya Yesu kwanza. Kwa maana yake damu ya Yesu inatangulia katika ukombozi wa mwanadamu, alafu msamaha wa dhambi unafuata, ukombozi unafuata. Maana yake pasipokuwa na damu ya Yesu kutangulia, hakuna ukombozi. Ndio maana kitabu cha Mathayo 26, kwani kuonyesha kitabu cha Mathayo 26 mstari wa 28. Kwani kuonyesha kitabu cha Mathayo 26 mstari 28, neno la Bwana linasemaje? Tazama hiki kitu, kitabu cha Mathayo 26 mstari wa 28. Kwa maana hii ndio damu yangu ya agano. Tazama Yesu anachosema, damu yake ni damu ya agano. Tazama hiki kitu, kwa maana hii ndio damu yangu ya agano, damu yake ni damu ya agano. Hii ni jambo la kushangaza. Damu ya Yesu ni tofauti na damu ya mtu mwingine yoyote. Damu ya Yesu ni tofauti na damu ya mnyama yoyote. Yesu anatutambulisha, anatuambia kwamba na hii damu yangu, na hii damu yangu ni damu ya agano. Agano lipi sasa? Anaendelea kusema, imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Kwa maana yake hii damu inamwagika kwa kusudi moja tuliojifunza sehemu ya kwanza somo letu. Damu ya Yesu inamwagika kwa kusudi moja la kwanza ambalo ni kuu, kwa ajili ya ondoleo la dhambi, kwa ajili ya msamaha wa dhambi. Sasa ngoja nikuonyeshe katika kitabu cha Efeso ile ambayo tumekwisha kuisoma. Kwa tuangalie tafsiri ya neno. Kuonyesha kitu maajabu ya hii damu ya Yesu. Kitabu cha Efeso sura ya kwanza mstari wa 7. Nitaangalia tafsiri ya Biblia Habari Njema inasema, tafsiri ya neno inasemaje. Ngoja nikuonyeshe hapa. Tazama Biblia inasema hivi, ndani yake, manake ndani ya huyo Kristo Yesu, ndani yake. Kwa manake huwezi ukapata ukombozi au msamaha wa dhambi nje ya Kristo Yesu. Ndio maana anasema ndani yake tunao ukombozi kupitia kwa damu yake. Tazama hiki kitu, ndani yake na ni Kristo Bwana Yesu, ndani yake. Kwa maana yake ili damu ya Yesu iweze kufanya kazi, lazima tuwe ndani ya Kristo Bwana Yesu. Sio, unaweza kuelewa hicho kitu? Lazima tumkubali Bwana Yesu, hii kazi iweze kufanya kazi. Lazima tumwamini Bwana Yesu, hii kazi, damu yake iweze kufanya kazi. Ndio anasema na ndani yake tunao ukombozi. Ndani ya Kristo Bwana Yesu tunao ukombozi. Anaendelea mbele na kusema kupitia kwa damu yake. Kwa huo ukombozi tunaupata kupitia damu yake kwa njia ya imani. Yaani msamaha wa dhambi tunaupata kupitia damu yake, sawa sawa na wingi wa neema yake. Sio, unaweza kuelewa hicho kitu? Sasa tazama hiki kitu. Mkristo huwezi kumtenga na damu ya Yesu. Ukiondoa damu ya Yesu hakuna Ukristo. Na hii ndio tofauti ya Ukristo na dini nyingine yoyote. Sisi tunao damu, tunategemea damu. Na pasipo hiyo damu kumwagika hakuna Ukristo. Pasipo hiyo damu kumwagika hakuna ukombozi. Pasipo hiyo damu kumwagika huwezi ukahesabiwa haki. Pasipo hiyo damu kumwagika hauwezi kuwa na amani na Mungu. Pasipo hiyo damu hakuna chochote. Pasipo hiyo damu ya Kristo Bwana Yesu, Roho Mtakatifu hawezi kuja kwako. Kwa maana Roho Mtakatifu alikuja pale damu ya Kristo Bwana Yesu ilipomwagika pale msalabani. Sio, unaweza kuelewa hicho kitu? Kulikuwa hamna namna nyingine huyo Roho Mtakatifu kuja kwa mwanadamu without the blood of Jesus, pasipo hiyo damu ya Yesu. Hiyo damu ya Yesu ndio iliyofanya Roho Mtakatifu akaja katika maisha ya mwanadamu. Kwa sababu Roho Mtakatifu hawezi kukaa sehemu chafu. Roho Mtakatifu hawezi kukaa sehemu chafu. Anakaa mahali palipo na damu. Tazama hili jambo utaweza kuelewa. Kipindi Elia anatoa sadaka na wale manabii Baali,
alichukua wanyama, akachinja, akamwaga damu katika ile madhabahu, akanyunyiza damu katika ile madhabahu, akamwaga damu katika ile madhabahu, akamwaga damu katika ile madhabahu. Kwa nini? Pasipo damu huwezi kuona moto wa Mungu, lakini palipo na damu moto wa Mungu unashuka. Kwa Elia moto ulishuka kwa sababu kulikuwa kuna damu. Sasa tazama, tunajifunza nini kupitia stori ya Elia? Stori ya Elia inatupa ufunuo juu ya Agano Jipya. Nini kitakachotokea siku ya Pentekoste? Nini kitakachotokea siku ya Pentekoste? Unaweza kuelewa hicho kitu? Tunaona mfano wa Elia unatupa ufunuo kitakachokuja kutokea katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2. Elia alipomwaga damu yake, ambayo ni damu ya mnyama na kadhalika, moto wa Mungu ukashuka na ukailamba ile damu. Damu ilivuta moto wa Mungu kushuka. Sasa tazama nini kilitokea sasa siku ya Pentekoste. Cha kwanza, lazima damu imwagike, na hiyo damu ikamwagika pale msalabani. Haikuwa damu ya mnyama tena, bali kwa damu ya Kristo Bwana Yesu. Mtu asiyekuwa na uchafu, mtu asiyekuwa na dhambi yoyote, mtu asiyekuwa na mawaa, akaangikwa pale juu ya msalaba mchana kweupe. Watoto wakipita wanaona aibu yake, watu wazima wakipita wanaona aibu yake. Hakuwa na chochote alichokuwa amevikwa, alikuwa utupu, alikuwa utupu. Yuko juu ya msalaba, yuko juu ya msalaba. Akaibeba aibu yetu yote, akaibeba aibu yetu yote. Ndio maana Yesu akiwa mahali anakutangulia wewe, kwa sababu aibu aliyopata hakuna mwanadamu mwingine aliyewahi kupata aibu kama hiyo, ni Kristo peke yake. Hakuna aibu ambayo umewahi kupitia kwenye maisha yako unasema nimeaibika kazini kwangu, nimeaibika kwenye ndoa yangu, nimeaibika shuleni. Hakuna aibu ambayo unaweza kupitia kuliko Kristo Bwana Yesu. Hakuna. Hujawahi kuaibishwa kama jinsi Yesu alivyoaibishwa. Alichukuliwa akawekwa juu ya msalaba, akaondolewa nguo zote, mwili wake uko umepigwa mgongoni na mijeredi, damu inavuja kwenye mgongo wake wote, ni damu, mgongo wake wote ni damu. Tazama hicho kitu. Kwa sababu walipokuwa wakipiga mijeredi namna hii kwenye mgongo wake, walikuwa wameweka kwenye ile mijeredi kama mifupa. Kwa ilivyokuwa ikipiga kwenye mgongo, ilikuwa inatoka na nyama. Walichokuwa nakitafuta, wanatafuta apate maumivu, feel pain. Kwa walipokuwa wanapiga kwenye mgongo wake, wanatoka na nyama. Wanapopiga kwenye mgongo wake, wanatoka na nyama, damu inavuja, inamwagika, wanapiga, damu inavuja. Lakini hakuishi hapo. Wakaenda kumlaza kwenye msalaba, kwenye mti. Alipolala kwenye msalaba, kwenye mti, ile damu ikawa inaanguka kwenye ule mti. Ile damu ikawa inaanguka kwenye ule mti. Hawakumwacha vile vile. Wakamgongomea misumari kwenye mikono yake. Hawakumwacha hivyo hivyo. Wakagonga misumari kwenye miguu yake. Hawakumwacha hivyo hivyo. Wakaweka taji la miiba kwenye kichwa chake. Damu ikawa inavuja kwenye uso wake. Ukimtazama namna hii, uso wake umejaa damu, hawezi kutamanika. Huwezi ukajiuliza ni Yesu yule ambaye nilikuwa namuona siku zote, ni handsome, ni mzuri. Damu inavuja kwenye uso wake, damu inavuja kwenye uso wake. Mgongo wake hautamaniki. Kila mahali ni damu, kila mahali ni damu, kila mahali ni damu. Na hana nguo, amewekwa juu ya msalaba. Watu wanapita, wanatazama. Yule alikuwa akiponya wagonjwa, yule alikuwa anafufua wafu, aliyemfufua Lazaro, ajiokoe na yeye leo sasa, ajiokoe na yeye leo sasa, tumuone. Alijifanya anatoa pepo, alijifanya anaponya magonjwa, alijifanya anafanya 1 2 3 4, alijifanya anafanya 1 2 3 4. Kama yeye ni Mungu kweli, ajiokoe, ashuke juu ya msalaba, ashuke juu ya msalaba. Yesu akiwa amenyamaza kimya, anawatazama. Anaibeba aibu ya ndoa yako, anabeba aibu kazini kwako, anabeba aibu kwenye kila eneo la maisha yako. Yesu anaibeba aibu yako. Ndio maana Isaya anaandika, na akaichukua aibu yetu, akaibeba aibu yetu. Ndicho ilichokuwa inamaanisha kipindi uko msalabani, Yesu akaibeba aibu yetu. Unaweza kuelewa hicho kitu? Ukitafakari juu ya kazi ya msalaba, ni ajabu sana kitu ambacho Yesu alikifanya pale msalabani. Ni jambo ambalo lilitokea kwa masaa machache,
Lakini katika ulimwengu wa roho kuna vitu vingi sana vilikuwa vinaendelea katika ulimwengu wa roho. Yuko msalabani, kuna vitu vingi vilikuwa vinaendelea katika ulimwengu wa roho. Kuzimu ilikuwa busy inashangilia, tumemweza, 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 tumemweza. Mapepo na majini yakatanda hapo juu, malaika wa giza wakatanda hapo juu wanashangilia, tumemweza, tumemweza. Aliyekuwa anafanya 1 2 3 4, tumemweza, tumemweza, tumemkomesha, 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 tumemweza. Amenyamaza tu kimya, amenyamaza kimya. Wale maaskari chini pale wanamtazama namna hii, tumemkomesha. Hakika tumemkomesha, tumemkomesha. Tumemtafuta siku nyingi, tumemkomesha. Viongozi wa dini wapo wanatazama namna hii, wanasema hakika tumemkomesha. Alifanya fujo hekaluni, anafanya vitu siku ya Sabato, anaponya ugonjwa siku ya Sabato, alivunja sheria 1 2 3 4. Tumemkomesha, tumemkomesha. Yuko kimya, amenyamaza kimya. Kipindi yuko msalabani pale alikuwa anakutazama wewe, akasema sitakata tamaa, sitakata tamaa. Alikuwa na uwezo wa kushuka pale msalabani na vile vidonda vyake vyote vikapona automatically. Huo uwezo alikuwa nao, lakini hakufanya hicho kitu kwa sababu yangu na wewe. Akavumilia yale mateso pale msalabani, akavumilia yale mateso pale msalabani kwa ajili yangu mimi na wewe. Hiyo ni kazi ambayo Bwana Yesu alifanya pale msalabani. Kuzimu vitu vingi vilikuwa vinaendelea kuzimu. Mbinguni vitu vingi vilikuwa vinaendelea. Katika ulimwengu huu wa kawaida kuna vitu vingi vilikuwa vinaendelea. Watu wanashangaa, hawaelewi nini kinachoendelea, hawaelewi nini kinachoendelea. Na muda ulivyokuwa unaendelea, Yesu yuko msalabani, kwa sababu hakukuwa na kitu kingine ambacho chochote kinachomsapoti. Alipokuwa msalabani, manake unapowekwa kwenye msalaba, mtu anapinda namna hii. Kwa anapokuwa anapinda namna hii, ili aweze kupumua vizuri, lazima ajinyanyue. Kwa lazima ajinyanyue namna hii, avute hewa, arudi kama alivyokuwa tena, atulie tena, arudi tena kama alivyokuwa. Masaa na masaa na masaa. Kilichokuwa kinawaua si mateso haya. Walikuwa na suffocate kwa kukosa hewa, kwa sababu wewe ukapumua vizuri, umejipinda namna hii, umejipinda namna hii. Yuko msalabani pale, yuko msalabani pale. Lakini kifo chake cha ajabu ni cha kushangaza. Kifo chake, saa lilivyokuwa linaendelea, masaa yanaendelea, watu wanazidi kutazama, maaskari wako standby wanatazama, ili baadaye waje wammalizie, wampige na nyundo, wavunje miguu yake, wavunje mifupa yake na kadhalika. Wako wanasubiri, ghafla wakashangaa giza limetanda. Wanajiuliza, huyu ni mtu wa namna gani? Huyu ni mtu wa namna gani? Wanajiuliza, huyu ni mtu wa namna gani kwa kazi aliyoifanya pale msalabani. Na ghafla wakashangaa, akaitoa roho yake, akaanguka, akakata roho. Kule Getsemane nakumbuka, nakumbuka, nakumbuka uchungu, mateso uliopata Mwokozi kule Getsemane. Nakumbuka, nakumbuka, nakumbuka uchungu, mateso uliopata Mwokozi kule Getsemane. Wale walinzi walipokuwa wanamtazama namna hii, yuko msalabani, alipokata roho, wakasema hakika, hakika, hakika 100% huyu ni mwana wa Mungu. Hakika ni mwana wa Mungu. Akamaliza ile kazi pale msalabani, akasema imekwisha, imekwisha, imekwisha. It is finished. Imeisha sasa, imeisha sasa. Ile kazi niliyotumwa na Baba yangu imeisha, imeisha. Kwa kuimwaga damu yake. Damu ilipomwagika sasa, kitu cha kwanza tukapata ni msamaha wa dhambi. Siweza kuelewa hicho kitu. Tukapata msamaha wa dhambi. Kwa nini? Kwa sababu bila damu ya Yesu hakuna msamaha wa dhambi.
Kwa sababu damu ya Yesu inachofanya kwenye msamaha wa dhambi, damu ya Yesu inafanya dhambi zetu zisikumbukwe tena. Narudia tena. Damu ya Yesu inachofanya ni dhambi zetu zisikumbukwe tena. Alikuonyesha kwenye maandiko katika kitabu cha Waebrania sura ya 10. Alikuonyesha kitabu cha Waebrania sura ya 10. Kitabu cha Waebrania sura ya 10. Nakumbuka uchungu, mateso uliopata Mwokozi kule Getsemane. Watu waangalia kitabu cha Waebrania sura ya 10 mstari wa 17. Neno la Bwana linasema, dhambi zao na uasi wao sitaukumbuka tena kabisa. Tazama neno la Bwana linachosema. Ukisoma hii kitabu cha Waebrania sura ya 10, inaongelea sana kuhusu dhabihu na damu ya mwanakondoo. Lakini mstari wa 17 anasema hivi, dhambi zao na uasi wao sitaukumbuka tena kabisa. Kwa nini hawezi kukumbuka uovu wetu, dhambi zetu na uasi wetu? Kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu inachofanya, damu ya Yesu inafanya dhambi zetu zisikumbukwe tena. Dhambi zetu zisikumbukwe tena. Kwa hiyo nisome kitabu cha Waebrania hiyo sura ya 10 katika tafsiri ya neno. Imetumia Kiswahili kizuri kidogo. Kitabu cha Waebrania sura ya 10 mstari wa 17 mpaka 18. Tasoma mstari wa 17 na 18. Waebrania sura ya 10 mstari wa 17 na 18. Tafsiri ya Biblia ya neno inasema hivi, imetumia Kiswahili rahisi kidogo. Inasema hivi: kisha akaongeza kusema, Mungu akaongeza kusema, dhambi zao na kutokutii kwao sitakumbuka tena. Tazama tafsiri ya neno, imetumia neno dhambi zao na kutokutii kwao, na kutokutii kwao, na kutokutii kwao sitakumbuka tena. Sitakumbuka tena. Sio kama umeeleweka kitu. Nilipokuwa nausoma mstari huu, dhambi zao na kutokutii kwao sitakumbuka tena, sitakumbuka tena, nilishangaa nikasema, hakika damu ya Yesu ni ajabu sana. Kwa nini? Tazama hiki kitu ni kuonyesha ndani yetu sisi Roho Mtakatifu anaishi ndani yetu, na Roho Mtakatifu amefanya makao ndani yetu sisi. Lakini tunapotembea siku hata siku, kuna vitu ambavyo tunamfanyia Roho Mtakatifu ambavyo sio vizuri. Hatuitii sauti yake pale anapotuambia tuombe, anapotuambia tusifanye hivi, tusifanye hivi, tusifanye hivi. Hatuitii sauti yake, hatuitii sauti yake, hatuitii sauti yake. Sasa kwa nje hatujazini, hatujasema uongo na kadhalika, lakini tumekataa kuitii sauti yake. Tumekataa kusikia maonyo yake. Tumekataa kutii mafundisho yake. Tumekataa kutii neno lake ndani yetu. Nini kinatokea? Waefeso sura 4 mstari wa 30. Msimuhuzunishe Roho Mtakatifu. Msimuhuzunishe Roho Mtakatifu. Biblia inasema msimuhuzunishe Roho Mtakatifu. Lakini sisi kila siku tunamhuzunisha Roho Mtakatifu, kila siku. Na nini kinatokea? Roho Mtakatifu anazimika ndani yetu. Ndio maana neno la Bwana linasema msimzimishe huyo Roho Mtakatifu. Msimzimishe Roho Mtakatifu. Kumzimisha Roho Mtakatifu maana yake ni kumfanya awe kimya ndani yetu. Hajaondoka ndani yetu, bali anakuwa kimya ndani yetu. Sio, unaweza kuelewa hicho kitu? Sauti yake ulikuwa unaisikia very clear. Ulikuwa unaisikia sauti yake kwa wazi. Lakini ghafla unashangaa sauti yake inanyamaza ndani yako. Siku hata siku. Ile sauti ilikuwa inakuamsha usiku kuomba saa 8 za usiku. Sauti ilikuwa inakuamsha alfajiri na mapema kuomba. Sauti ilikuwa inatembea na wewe usiku na mchana. Unashangaa sauti inanyamaza siku hata siku. Na unashangaa ile sauti unaisikia kwa mbali, au huisikii tena. Na uelewi ni nini kimetokea ndani yako.
Paulo anatuambia katika kitabu cha Efeso sura 4, msimhuzunishe Roho Mtakatifu. Lakini anaendelea mbele anatuambia wala msimzimishe Roho Mtakatifu. Maana sisi tumemzimisha Roho Mtakatifu ndani yetu. Jana tukajifunza katika somo la thamani ya hiyo damu ya Yesu kwamba Isaya 59 mstari wa 2 kwamba maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake, wala hataki kusikia. Kwa tukajifunza jana kwamba uovu una tabia moja ya kumfarakanisha mwanadamu na Mungu wake, na dhambi ina tabia moja ya kuficha uso wa Bwana tusiuone. Dhambi ina tabia moja ya kuifanya ile sauti ya Bwana tusiisikie. Dhambi ina tabia moja ya kumzimisha Roho Mtakatifu ndani yetu. Sasa kama tukimzimisha Roho Mtakatifu ndani yetu, nini cha kufanya? Nini cha kufanya? Nini cha kufanya? Tazama huu mstari unatuambia hapa, Waebrania sura ya 10 mstari wa 17, tafsiri ya Biblia ya Neno inasema hivi: kisha akaongeza kusema, dhambi zao na kutokutii kwao sitakumbuka tena. Sitakumbuka tena, by the blood, kwa hiyo damu. Kwa maana yake hawezi kukumbuka dhambi zetu na kule kutokutii kwetu. Ukiona sauti ya Roho Mtakatifu imenyamaza ndani yako, ukiona ukimya ndani yako, ukiona uisikii sauti ya Roho Mtakatifu kwa uwazi ndani yako, itie tu damu ya Yesu kwenye moyo wako. Ya Yesu, damu yako, damu yako, damu yako kwenye moyo wangu, damu yako kwenye moyo wangu, damu yako kwenye moyo wangu. Na hiyo damu ya Yesu ina uwezo wa kupenya ndani kabisa mpaka kwenye dhamiri ya moyo wako. Damu ya Yesu inayo nguvu. Wewe mwenyewe huwezi ukaingia ndani ya moyo wako, lakini damu ya Yesu ina uwezo. Inaweza kwenda ndani kabisa moyo wako na kuzibua masikio ya rohoni na kutakasa moyo wako na kufanya upya kabisa ndani ya moyo wako, ndani ya moyo wako. Kwa hiyo damu ya Yesu inasababisha dhambi zetu zisikumbukwe na kule kutokutii kwetu. Jana Roho Mtakatifu alituambia tuamke asubuhi kuomba. Hatukufanya hicho kitu, hatukumtii. Unatoka nyumbani kwako, unaenda kazini kwako, Roho Mtakatifu alikwambia omba, 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 omba. Kuna kitu fulani kitatokea. Hatukutii, hatukutii. Roho Mtakatifu tunamhuzunisha, tunamkosea yeye. Anarudi nyuma, anarudi nyuma, anarudi nyuma. Ni nini kitaondoa hiyo damu ya Yesu ndani yako? Damu ya Yesu. Damu ya Yesu itafanya kutokutii kwako kusikumbukwe tena. Kutokutii kwako kusikumbukwe tena. Ulifanya dhambi miaka nyuma na kadhalika, ulifanya jana, juzi, wiki iliyopita, na hiyo dhambi inakwenda kusumbua ndani ya moyo wako. Unaona dhambi inapiga kelele ndani ya moyo wako, inakusumbua tunapokuwa naomba. Unakosa ujasiri tunapokuwa naomba. Uelewi nini cha kufanya? Itia tu damu ya Yesu kwenye moyo wako. Itia tu damu ya Yesu kwenye moyo wako. Damu ya Yesu inajua namna ya kushughulika na vitu kama hivyo. Damu ya Yesu inajua namna ya kushughulika na vitu kama hivyo ndani ya moyo wako. Damu ya Yesu inajua. Wakati mwingine hauhitaji uelekeze kwamba damu ya Yesu fanya hivi. It knows what to do. Inajua nini cha kufanya. Kwa sababu hiyo damu ya Yesu inasikia, ina masikio, inasikia. Hiyo damu ya Yesu ina uhai. Ndio maana Yesu anasema kwamba kwenye damu yangu kuna uzima wa milele. Yeyote atakayekunywa damu yangu mimi na kula mwili wangu mimi, nitamfufua siku ya mwisho. Yeyote atakayekunywa damu yangu mimi na kula mwili wangu atapata uzima, tena uzima wa milele. Maana yake ni nini? Tunarudi kwenye Kumbukumbu la Torati. Neno la Bwana linasema msinywe damu. Kwa nini? Kwa sababu katika damu kuna uhai. Maana yake uhai wa mwanadamu upo katika damu yake. Unaweza kuelewa hicho kitu? Ndio maana mtu akifa damu inaganda. Kwa nini? Uhai umetoka. Unaweza kuelewa hicho kitu? Uhai upo katika damu. Upo katika damu. Upo katika damu. Ndio maana damu inaweza kuongea. Damu inaongea. Ndio maana Biblia inasema katika kitabu cha Waebrania 12:24, na hiyo damu ya Yesu inanena mema. Maana yake inaongea. Hiyo damu ina uwezo wa kuongea. Inaongea msamaha wa dhambi, inafuta hatia, inanena mambo mazuri. Hiyo damu ya Yesu, huo uwezo inao. Unaweza kuelewa hicho kitu? Kwa Yesu alijitoa kama dhabihu. Yesu alijitoa kama dhabihu kwa ajili yetu. Yesu alijitoa kama dhabihu kwa ajili yetu. Kwa
kama Yesu alijitoa kama dhabihu kwa ajili yetu, hiki ni kitu kingine cha kushangaza hapa. Sasa kulikuwa unajiuliza na hujui, Yesu alijitoa kama dhabihu kwa ajili yetu, kama sadaka kwa ajili yetu. Na hiyo sadaka ilikuwa ni sadaka ya kuteketezwa, ndio maana aliuawa. Unaweza kuelewa hicho kitu? Kwa maana yake huyu Yesu alikuwa ni dhabihu iliyotolewa kwa ajili yetu, ni sadaka iliyotolewa kwa ajili yetu. Sasa tazama kitu cha kushangaza hapa. Hiyo dhabihu ilitolewa mara moja tu. Hatuhitaji dhabihu nyingine. Hatuhitaji dhabihu nyingine isipokuwa ni yeye peke yake. Kwa maana yake ile dhabihu ilifanyika mara moja tu. Na hiyo mara moja inafanya kazi hata sasa na milele. Kwa hiyo kuonyesha hapa katika kitabu cha Waebrania hiyo sura ya 10 mstari wa 18, tazama neno la Bwana linasema. Tasoma tafsiri ya Biblia Habari Njema. Neno la Bwana linasema, basi haya yaliposamehewa, yapi? Dhambi na kutokutii. Anasema hivi, basi haya yaliposamehewa, hakuna tena dhabihu yoyote inayohitajika kwa ajili ya dhambi. Tazama hiki kitu cha ajabu cha kushangaza. Tazama neno la Bwana linachosema hapa. Basi haya yaliposamehewa, yapi? Dhambi zao na kutokutii kwao kuliposamehewa. Basi haya yaliposamehewa, hakuna tena dhabihu yoyote. Hakuna tena dhabihu yoyote. Hakuna tena dhabihu yoyote inayohitajika kwa ajili ya dhambi. Hakuna. Ndio maana leo sisi hatutoi sadaka yoyote. Hatutoi mnyama, hatutoi kondoo, hatutoi ng'ombe, hatutoi njiwa, hatutoi ndege wa aina yoyote tuweze kusamehewa dhambi. Kwa nini? Kwa sababu dhabihu ya Kristo Bwana Yesu ilifanyika mara moja tu pale msalabani kwa ajili ya dhambi zetu na kutokutii kwetu. Maana yake ni nini? Hatuhitaji dhabihu nyingine. Yesu alipojitoa pale msalabani kwa ajili ya dhambi zetu, alijitoa mara moja kwa yote. Kuanzia miaka 2000 iliyopita mpaka mwisho wa dunia hii, ile dhabihu itaendelea kunena mema kwa mtu yeyote atakayemtazama Yesu na kumwamini, atahesabiwa haki kwa hiyo damu ya Yesu Kristo kwa njia ya imani. Unaweza kuelewa hicho kitu? Hiyo damu ya Yesu pale msalabani. Kitu kingine ambacho damu ya Yesu ilifanya katika msamaha wa dhambi, iliondoa hukumu iliyokuwepo kwetu. Kwa kuonyesha katika kitabu cha Warumi sura ya 8, Warumi sura ya 8 mstari wa kwanza. Warumi sura ya 8 mstari wa kwanza, neno la Bwana linasema, sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu ya hao walio katika Kristo Yesu. Kwa hiyo damu, hakuna hukumu juu ya hao walio katika Kristo Yesu. Kwa maana yake sisi tumewekwa huru kwa hiyo damu ya Yesu. Narudia tena, sisi tumewekwa huru. Hukumu haituhusu. Hakuna hukumu kwetu kwa hiyo damu. Narudia tena, hakuna hukumu kwetu kwa hiyo damu. Si kwa matendo yetu, la hasha. Wote wametenda dhambi na kupungukiwa utukufu wa Mungu. Wagalatia sura 3 mstari 23. Wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Wote wametenda dhambi. Hatuhesabiwi haki kwa sababu tujazini. Hata wapagani wanafanya hayo. Hatuhesabiwi haki kwa sababu tujasema uongo, la hasha. Jana tuliona tunahesabiwa haki kwa damu ya Yesu Kristo kwa njia ya imani, kuamini ile kazi ya msalaba iliyofanyika pale msalabani. Kwa msamaha wa dhambi una gharama. Msamaha wa dhambi una gharama, na gharama hiyo ililipwa na Yesu Kristo pale msalabani. Msamaha wa dhambi una gharama, na gharama hiyo ililipwa na Yesu Kristo pale msalabani. Ngoja nikwambie hiki. Tamaa ikikaa ndani ya moyo wa mwanadamu inazaa dhambi, na dhambi ikichukua mimba inazaa mauti. Kwa mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa matokeo ya dhambi ni mauti. Sio, unaweza kuelewa hicho kitu? Kumbuka jambo hili, sisi tumetenda dhambi na mshahara wetu ni mauti. Kwa hakuna njia nyingine ambayo Mungu aliweka ya kumwokoa mwanadamu nje ya mauti.
hakuna. Mungu alikuwa hawezi kutangaza msamaha kwamba wanadamu nimewasamehe without the blood, pasipo mauti, kwa sababu kanuni yake aliyoiweka, dhambi na gharama, na gharama ya dhambi ni mauti. Kwa hakuna njia nyingine ya kumkomboa mwanadamu without the blood, pasipo hiyo damu, pasipo hiyo damu. Kwa maana yake ni nini sasa? Mungu akatununua sisi kwa hiyo damu, kwa akatulipia gharama tuliokuwa tunadaiwa kwenye mahakama ya Mungu. Na tulikuwa tunadaiwa mauti tu, mauti tu, mauti tu. Ndio maana mtu yoyote asiyemwamini Kristo Bwana Yesu, mtu yoyote asiyemwamini Kristo Bwana Yesu, kuna mauti ya pili na msubiri, ambao ni jehanamu ya moto. Kwa nini? Mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa ataenda kufa kwenye mauti ya pili, ambao ni jehanamu ya moto. Lakini wale wote ambao wanamwamini Bwana Yesu, Yesu amekufa kwa ajili yao, hawatakufa. Ndio maana Yesu anatuambia katika kitabu cha Yohana, na wahakikishia yoyote atakayeniamini mimi, hata akifa ataishi, ataishi, ataishi. Tazama Yesu anachosema hapa. Tazama Yesu anachosema hapa. Anatuhakikishia na anahakikishia wanafunzi wake, sisi tunakufuata wewe. Sisi tutaenda wapi sasa? Tutaenda wapi? Yaweza kuwa unatupoteza njia. Akasema, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu hawezi kwenda kwa Baba isipokuwa kwa njia ya mimi. Sawa, okay, tumeelewa wewe ndio njia. Unatupeleka wapi? Nyumbani mwa Baba yangu kuna makao mengi, lakini nyinyi hamna pa kukaa, nyinyi hamna pa kukaa. Lakini mimi nitakapokuwapo, nanyi mtakuwepo. Hiyo ni ahadi ambayo Bwana Yesu alituahidi. Kwa maana yake wote ambao wanamwamini Bwana Yesu, Yesu anawaambia njooni kwangu, kwa maana njia ya kwenda mbinguni ni kwangu mimi. Lakini mimi pia nimelipa gharama ya dhambi zenu, mauti yenu, nimekufa kwa ajili yenu. Hamuhitaji kufa tena, kwa maana mimi nimelipa gharama ya mauti yako. Kazi ni moja tu ya kufanya, amini ile kazi ambayo nilifanya pale msalabani. Simple. Wokovu ni rahisi tu. Si hatuhitaji kutumia nguvu kushinda dhambi kwa nguvu zetu. La hasha, utaumia. Wokovu ni kumwamini tu Kristo Bwana Yesu. Aminie na kubatizwa ataokoka. Aminie na kubatizwa ataokoka. Kwa ulimi tunakiri hata kupata wokovu, na kwa moyo tunaamini hata kupata haki. Maana yake it's just believing, ni kwa kuamini tu. Ni kwa kuamini tu. Kazi iliyofanyika pale msalabani. Ajabu la pili. Ajabu la pili ni ukombozi, redemption. Maajabu 7 ya hii damu ya Yesu. Maajabu 7 ya hii damu ya Yesu. Ajabu la pili, damu ya Yesu iliyofanya pale msalabani ni ukombozi wa mwanadamu. Kwa nikuonyesha katika kitabu cha Petro wa kwanza mstari wa 18 mpaka 19. Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18 mpaka 19. Neno la Bwana linasema, nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo. Kwa maana yake sisi kuna mahali tulikuwa tumetekwa. Na tulikuwa tumetekwa na nani? Na shetani. Tulikuwa tumetekwa. Siweza kuelewa hicho kitu. Lakini neno la Bwana linasema, lakini mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mlioupokea kwa baba zenu, bali kwa damu ya thamani kama ya mwana kondoo asiye na waa, yaani Kristo. Kwa maana yake Kristo alitukomboa kutoka kwenye mikono ya shetani. Adamu alipotenda dhambi na mke wake, tukatoka kwenye miliki ya Mungu tukaenda upande mwingine. Adam pamoja na uzao wake, Adam pamoja na watoto wake. Kwa hata Adamu akizaa watoto wake, wote wanakuwa na asili, nature ya dhambi ndani yao. Kwa wakawa wa shetani, wakawa waadui wa upande wa adui. Yesu alipokuja, alikuja kuwakomboa kwenye mikono ya adui kwa mauti yake. Hakutumia fedha,
hakutumia dhahabu, bali kwa damu yake ya thamani alitukomboa. Kwa maana yake, ndio maana anasema nanyi mlinunuliwa kwa bei ya thamani. Sisi tumenunuliwa si kwa fedha, bali kwa damu ya Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Bali kuonyesha jambo la tatu. Jambo la tatu au kazi ya tatu damu ya Yesu inafanya ni kuhesabiwa haki. Ni kuhesabiwa haki, justification. Kuhesabiwa haki. Ni kuhesabiwa haki. Damu ya Yesu inamfanya mtu asimame mbele za Mungu pasipokuwa na hatia. Hata kama ametenda dhambi, damu ya Yesu inamfanya mtu asimame mbele za Mungu kama mtu asiyekuwa na hatia, kama mtu asiyekuwa na hila. Ngoja ni kuonyesha kitabu cha Warumi sura ya 5. Kitabu cha Warumi sura ya 5 mstari wa 9. Neno la Bwana linasema hivi: basi zaidi sana tukiisha kuhesabiwa haki katika damu yake. Tazama anachosema: basi zaidi sana tukiisha kuhesabiwa haki katika damu yake, tutaokolewa na ghadhabu kwa yeye. Tukisha hesabiwa haki kwa damu yake, tutaokolewa na ghadhabu yake. Kwa hauanzi kuokolewa na ghadhabu, damu inatangulia. Damu inakufanya uwe na haki hata kama ustahili. Ukitazama maisha yetu ya nyuma yanasikitisha, ni aibu ya vitu ambavyo tumefanya. Ni vitu vya aibu. Lakini nini kinatokea? Tumehesabiwa haki hivi tulivyo. Vitu ambavyo akina Petro alifanya huko nyuma ni vitu vya ajabu, vya kusikitisha. Hata wao nadhani kwa kitazama nyuma wanajionea huruma. Wanajionea huruma. Lakini damu ya Yesu ikawafanya wahesabiwe haki hata kama hawastahili. Haijalishi ni dhambi gani ambazo tulikuwa tumefanya huko nyuma. Kwa hiyo damu ya Yesu inatufanya tuhesabiwe haki hata kama hatustahili. Kwa kuhesabiwa haki maana yake nini? Biblia inaposema tumehesabiwa haki maana yake nini? Maana yake ni rahisi tu. Ni kutangazwa kwamba huna hatia katika mahakama ya Mungu. Narudia tena. Kuhesabiwa haki maana yake nini? Kibiblia maana yake ni kutangazwa kwamba huna hatia katika mahakama ya Mungu. Tambua kwamba Mungu ana mahakama yake, na Mungu yuko pale kwenye kiti cha enzi, na shetani yupo. Shetani anatushtaki, tutakuja kuangalia huko mbele. Shetani anatushtaki na kadhalika, anafanya vitu vingi na kadhalika. Lakini Mungu ni judge. Anamhesabia haki yoyote ampendaye. Lakini kwa hiyo damu. Kwa kuhesabiwa haki maana yake Mungu anatangaza kuanzia leo Innocent ni mtakatifu. Kuanzia leo Innocent ni mwenye haki. Kwa nini? Ameamini kazi aliyoifanya Yesu pale msalabani. Kuanzia leo Mungu anatangaza kwenye mahakama yake. Kwa anatangaza kuanzia leo fulani ni mtakatifu, fulani ni mwenye haki kupitia damu ya mwana wake, mwana kondoo asiyekuwa na hila aliyechinjwa pale msalabani. Mungu anatangaza katika mahakama yake. Anapokuwa anatangaza vile, maana yake ni sawasawa kama hukutenda dhambi, kama hukufanya jambo lolote. Na nini kinatokea? Ile historia ilikuwa imeandikwa katika vitabu inafutwa, katika kumbukumbu za Mungu vinafutwa, havikumbukwi tena kupitia damu ya mwana kondoo. Kwa unapokuwa unatembea nyumbani kwako, tembea unajiamini kwamba mimi naiamini damu ya Yesu, na muamini Kristo Bwana Yesu. Na Mungu ametangaza katika mahakama yake kwamba mimi sina hatia mbele zake kwa damu ya mwana wake. Shetani akikuhukumu, akwambia wewe huwezi kusali, kwa nini unaomba, kwa nini unafunga, unajisumbua tu, wewe ni mwenye dhambi, kwamba umefanya 1 2 3 4. Jiambie mimi ni mwenye haki kwa damu ya Yesu Kristo.
Mungu ametangaza katika mahakama yake kwamba mimi sina hatia kwa damu ya mwana wake, kwa maana ninahesabiwa haki kwa damu ya Yesu Kristo kwa njia ya imani. So unaweza kuelewa hicho kitu? Oh, hallelujah. Kwa damu ya Yesu inafanya nini hapo? Damu ya Yesu inamvika haki muamini. Damu ya Yesu inamvika haki muamini. Na hii ndio sababu hata mwanadamu anaposimama mbele za Bwana, haijalishi amekosea jambo gani, damu ya Yesu inapomfunika, Bwana Yesu amuoni yeye, anaona damu yake. Mungu hakutazami wewe unapoenda kuomba, anatazama damu ya mwana wake kwenye maisha yako. Na hiyo inamfanya kusikilize. Hatuwezi tukapata access ya kwenda mbele zake without the blood, pasipo hiyo damu. Damu ya Yesu ndio inatupa uwezo sisi wa kuongea naye kama tunaongea na rafiki. Nitakuonyesha huko mbele damu ya Yesu. Kwa mwanadamu aliyejaa dhambi, anasimama mbele za Bwana kwa damu ya Yesu Kristo. Ndio maana Yesu akasema katika kitabu cha Yohana 14:14 kwamba lolote muombalo, ombeni kwa jina langu mtatendewa. Ombeni kwa jina langu mtatendewa. Manake kwenye damu yake hakuna hatia, hakuna hatia. Anamaanisha kwamba mkitaka kwenda kuomba, nendeni tu kwa jina langu, kwa damu yangu. Nendeni tu kwa jina langu, nendeni tu kwa jina langu, mtapata access. Lakini ukienda kwa jina la innocent au kwa jina la mchungaji yote, ukaenda kwa jina la fulani, hautapata chochote, hautapata chochote. Ukitaka upate kwake kitu, naenda kwa jina la Yesu, naenda kwa jina la Yesu. Kwa nini? Kwa sababu hiyo damu yake inatufanya tuhesabiwe haki hata kama sisi ni wenye dhambi. Damu ya Yesu inafanya. Kwa Mungu hakuoni wewe tena uliyetenda dhambi, uliyeua, uliyeiba na kadhalika. Unaweza kuelewa hicho kitu? Ukasema mtumishi, mimi sijaua, mimi sijaiba, mimi sijazini. Dhambi haianzi nje, dhambi inaanzia ndani ya moyo. Ndio maana Yesu anasema mtu yeyote akimtazama mwanamke kwa kumtamani amekwisha zini naye. Inaanzia dipu kwenye moyo kabla hujafanya. Watu wengi wameua waume zao, wameua wake zao. Hawajaua nje physically, wameua ndani ya moyo yao. Mume amekukosea au mke amekukosea, lakini moyo wako ukatamani bora afe, bora Mungu amchukue. Ukamuua mume wako ndani ya moyo. Haijalishi haujalisema ndani kwenye kinywa chako, lakini moyoni mwako ulimuua. Nje haujazini na huyo mwanamke, haujazini na huyo mwanaume, lakini ndani ya moyo wako umezini. Unaweza kuelewa hicho kitu? Kuna vitu vingi ambavyo vinaendelea ndani ya mioyo yetu. Na tunaenda mbele za Bwana, kusimama mbele za Bwana, tunaomba Mungu tukumbuke kwenye biashara zetu. Mungu tukumbuke kwenye biashara zetu. Lakini ndani tumemuua mume wetu, ndani tumemuua mke wetu, ndani tumemuua rafiki yetu, ndani tumemuonea wivu fulani, ndani kwenye moyo, ndani kwenye moyo, ndani kwenye moyo. Lakini nini kinatupa access ya kusimama mbele zake hata kama sisi ni wenye dhambi? Ni damu yake, ni damu yake, ni damu yake. Pasipo damu ya Yesu haiwezekani, haiwezekani, haiwezekani. Pasipo damu ya Yesu haiwezekani, haiwezekani. Badala ya Yesu au Mungu kukutazama wewe mwana wake na kuona ulikuwa unatamani mume wako afe, ulikuwa unatamani mke wako afe, ulikuwa unatamani bora Mungu amvune tu mume wangu, nibaki peke yangu niishi kwa amani. Moyoni mwako unatamani hicho kitu. Na Mungu anajua umetamani kuua, umetamani mume wako afe, umetamani mtoto wako afe na kadhalika, umetamani jirani yako afe, umetamani adui yako na kadhalika, ndani ya moyo wako. Na umepiga magoti unaomba, Mungu nikumbuke, nipe afya njema na kadhalika. Kama Mungu without the blood, pasipo damu, Mungu angekuwa akitazama moyo wako, ingekuwa ni ajabu sana. Ingekuwa ni ajabu sana. Lakini damu inatupa uwezo wa kuhesabiwa haki mbele za Bwana kwa njia ya imani. Jambo la nne, ajabu la nne, au kazi ya nne ambayo damu ya Yesu inafanya ni kutakaswa, to be cleansed, kutakaswa. Hii ni kazi ambayo damu ya Yesu inafanya. Kuoshwa, kutakaswa, sanctification. Justification, kuhesabiwa haki,
ni tendo mara moja, lakini sanctification ni kitu ambacho ni endelevu. Kutakaswa ni kitu ambacho ni endelevu, kinaendelea kila siku katika maisha ya muamini. Sio, naweza kuelewa hicho kitu, kwa sababu msamaha unaondoa adhabu ya dhambi, mauti. Narudia tena, msamaha wa dhambi unaondoa adhabu ya dhambi ambao ni mauti, lakini kutakaswa kunaondoa doa na uchafu wa dhambi katika maisha ya mtu kila siku, kila siku, kila siku. So, unaweza kuelewa tofauti hiyo. Msamaha wa dhambi na kutakaswa au kuoshwa kwa hiyo damu. So, unaweza kuelewa hicho kitu. Msamaha wa dhambi unashughulika na adhabu ya dhambi yako. Msamaha wa dhambi unashughulika na ghadhabu ya Mungu juu ya maisha yako. Msamaha wa dhambi unashughulika na hukumu ya Mungu juu ya maisha yako. Lakini kutakaswa kunaenda mbali zaidi. Hii yote damu ya Yesu inafanya, sanctification, kukutakasa, to cleanse your heart. Ni jambo ambalo linatokea kila siku. Damu ya Yesu inafanya nini ndani ya moyo wako? Ni kuondoa madoa yote, uchafu wote, mawaa yote yaliyokaa ndani ya moyo wako. Ndio maana damu ya Yesu inakutakasa, inatakasa moyo wako. Ndio maana damu ya Yesu ni ya muhimu sana katika maisha ya Mkristo. Usiache kujifunza kuhusu damu ya Yesu. Hata baada ya semina hii, usiache kujifunza damu ya Yesu. Ni ya muhimu kuliko unavyoweza kufikiri. So, unaweza kuelewa hicho kitu. Damu ya Yesu ni ya muhimu kuliko unavyoweza kufikiri. Damu ya Yesu inafanya kazi kwenye maisha ya waamini kwa namna isiyokuwa ya kawaida, kwa namna isiyokuwa ya kawaida. Damu ya Yesu, tunahitaji damu ya Yesu kwenye maisha yetu kuliko hata oksijeni ambayo sisi tunavuta. Tunahitaji damu ya Yesu kwenye maisha yetu kuliko kitu kingine chochote. Damu ya Yesu, kwa sababu pasipo damu ya Yesu hakuna wokovu. Pasipo damu ya Yesu hakuna wokovu. Pasipo damu ya Yesu Roho Mtakatifu hawezi kuja kwetu. Pasipo damu ya Yesu hakuna ondoleo la dhambi. Pasipo damu ya Yesu hakuna ukombozi. Pasipo damu ya Yesu hakuna utakaso. Pasipo damu ya Yesu hakuna kuhesabiwa haki. Pasipo damu ya Yesu hakuna uhusiano wa mwanadamu na Mungu. Without the blood, without the blood. So, unaweza kuelewa hicho kitu. Pasipo damu ya Yesu, pasipo damu ya Yesu kwa maisha yetu, we are finished. Tumeisha. Yafuli kwa damu ya Yesu, kuoshwa, kuoshwa kwa damu itutakasayo ya Yesu. Kwa nini? Nadhani mwimbaji aliyetunga nyimbo hii alikuwa anafahamu damu ya Yesu inafanya nini katika maisha ya mwanadamu. Inamuosha mwanadamu kabisa, inamuosha mwanadamu kabisa. Ndio maana ukisoma katika kitabu cha Ufunuo utashangaa, Yohana anatazama na malaika anamwambia, anamuuliza wale ni wakina nani? Ni wale waliooshwa mavazi yao kwa damu ya mwanakondoo, kwa damu ya mwanakondoo, kwa damu ya mwanakondoo. Kwa maana yake damu ya Yesu inaosha mavazi yetu. Damu ya Yesu inaosha mavazi yetu, yanakuwa meupe mno. Damu ya Yesu. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Ufunuo unaweza kuona wale watakatifu wameoshwa kwa damu ya mwanakondoo, wameoshwa kwa damu ya mwanakondoo, wameoshwa kwa damu ya mwanakondoo. Hawana mawaa wala hawana hila, ni wasafi, ni watakatifu. Mpendwa, huwezi ukajiosha mwenyewe kwa nguvu zako, kwa akili zako. Hautaweza. Ni damu ya Yesu Kristo peke yake ndio inaweza kufanya kazi hiyo kwa njia ya Roho wake Mtakatifu na kwa imani. So, unaweza kuelewa hicho kitu. Mungu atusaidie mavazi yetu yaoshwe kwa damu ya Yesu Kristo. Na siku tutakapoingia mbinguni pale, mavazi yetu yawe safi, yaliyooshwa kwa damu ya mwanakondoo. Pale mwana wa Adamu atakapotupokea mawinguni, mavazi yetu yawe yameoshwa kwa damu ya mwanakondoo. Pale mwana wa Adamu Yesu Kristo atakapotupokea pale mawinguni, mavazi yetu yawe yametakaswa na kuoshwa kwa damu yake. Mungu asije akaruhusu aibu ikagusa maisha yetu siku hiyo, bali damu ya Yesu ikafute aibu
yetu, kama jinsi Yesu alivyotubebea aibu juu ya msalaba, na hivyo hivyo ikawa siku hiyo. Unaweza kuelewa hicho kitu? Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Maisha ya dunia ni mafupi sana. 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 Kuna mahali sisi wanadamu tunaelekea, na wanaweza kupata access ya kuingia katika hiyo Yerusalemu mpya, katika hiyo mbingu mpya, ni wale ambao mavazi yao yameoshwa kwa damu ya Yesu Kristo. Kazi ya damu ya Yesu ni nini? Ni kumtakasa muamini kila siku. Sanctification, kuwa cleansed by the blood, ni kitu ambacho kinatokea kila siku kwenye maisha yako. Damu ya Yesu inakutakasa. Kwa nikuonyeshe hapa katika kitabu cha Yohana, waraka wa kwanza Yohana, sura ya kwanza. Waraka wa kwanza Yohana, sura ya kwanza, mstari wa 7. Biblia imeandika vizuri sana. Kwa nikusomee. Biblia inasema hivi: bali tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru, tuwashirikiana sisi kwa sisi, na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi yote. Kwa maana sisi tukiendelea kukaa nuruni, anapoongea kwamba kukaa nuruni maana kuabide katika uwepo wake. Nuru ni yeye. Kwa anapoongelea kaeni nuruni, maana yake tukae katika yeye. Sasa anasema hivi, kama mkiendelea kukaa katika Kristo Yesu, damu yake itawatakasa, itawasafisha, itawaosha dhambi zenu zote. Damu ya Yesu. Kwa kazi ni moja tu, sisi tukae kwa Yesu. Ndio maana tulisoma kule kwenye Waebrania sura ya 10, mkikaa ndani yake kuna kutakaswa, ndani yake kuna ukombozi. Ndicho nilichokuwa namaanisha kitabu cha Waebrania sura ya 10 tulichosoma. Ndani yake kuna utakaso. Kwa kazi yetu ni moja tu, tukae katika yeye kila siku. Kwa nisome tafsiri ya Biblia Amplified Bible, imeandika vizuri sana mstari huu. Kwa Yesu ninashangilia rohoni wangu, uheri wa ukoo haufasiri moyoni na ufahamu. Kwa Yesu ninashangilia rohoni wangu, uheri wa ukoo haufasiri moyoni na ufahamu. Kwa tutazame kitabu cha John chapter 1. Kitabu cha Yohana hiki aliandika vitabu 5, na waraka wa kwanza Yohana, First John chapter 1 verse 7, na ilikuwa ni moja wapo. Tasoma Amplified Bible, kitabu cha waraka wa kwanza Yohana sura ya kwanza mstari wa 7, ni ule ambao nimesoma kwenye Kiswahili, lakini Amplified Bible imeandika vizuri kidogo. Anasema hivi: but if we are living and walking in the light, kama sisi tutaishi na kutembea katika nuru yake, and himself, na yeye katika nuru, kwa sababu yeye ni nuru, we have true and broken fellowship with one another. Kwa maana sisi tunakuwa na uhusiano na yeye usiovunjika. Anaendelea mbele anasema, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ his son, na damu yake huyo Yesu sawa inatusafisha, inatucleanse, ina remove dhambi zote na hatia. Kwa maana kama sisi tukiendelea kuishi na kukaa katika hiyo nuru ambaye ni Yesu Kristo mwenyewe, tutakuwa na uhusiano au ushirika na yeye usiovunjika, ambao ni uhusiano wa kweli kati ya sisi na yeye. Na damu ya Yesu Kristo, hiyo damu ya Yesu Kristo itatusafisha, itatucleanse, itarimove, itatusafisha, itaondoa kila dhambi zote na hatia, na kutuweka mbali na aina zote za dhambi.
in the all forms of sin and its manifestation. Damu ya Yesu. Tazama kazi ya damu ya Yesu inavyoweza kufanya. Damu ya Yesu inaweza kukuondoa mbali na aina zote. Amplified Bible imetumia neno all forms of sin, aina zote za dhambi. Dhambi ina aina zake, tutajifunza siku nyingine. Lakini hapa ametuambia all forms of sin, all forms of sin. Na hapa hajatumia neno sins katika wingi, ametumia sin katika umoja. Kwenye Biblia ya Kiswahili ukisoma utakutana na neno dhambi, lakini kwenye Kiingereza utakutana na maneno mawili tofauti. Utakutana na dhambi sin na sins kama wingi. Sisi kwenye dhambi kwenye Kiswahili hatuna madhambi, tuna dhambi, lakini kwenye Kiingereza wana neno sin kama umoja, wana neno sins kama wingi. Mkristo atendi madhambi. A Christian cannot commit sins. Atendi madhambi. A Christian can commit sin, singular. Mkristo anaweza kutenda dhambi katika umoja. Sasa hapa anatuambia sisi ambao tunamwamini Kristo. Anasema ninyi mkikubali kukaa katika yeye, mkikubali kukaa katika nuru, manake mtakuwa na fellowship, mtakuwa na ushirika wewe na yeye huyo Kristo. Alafu na hiyo damu yake sasa itawasafisha mbali na dhambi za kila aina na hatia. Alafu anaweka mabano na all forms of sin, na kila aina ya dhambi, na kila aina ya dhambi. Hilo somo tutajifunza siku nyingine, aina za dhambi. Anasema hiyo damu ya Yesu itatusafisha mbali na kila aina ya dhambi na manifestation yake manake ni matokeo ya dhambi. Hiyo damu ya Yesu inaweza kushughulika na hayo matokeo. Na tokeo moja wapo ni adhabu yake. So unaweza kuelewa hicho kitu. Okay. Kwa tuendelee mbele kidogo. Ukitazama kwenye mstari huo, nirudie kwenye Biblia ya Kiswahili huku. Waraka wa kwanza Yohana sura ya kwanza mstari wa 7. Biblia inasema, basi tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru, tuwashirikiana sisi kwa sisi, manake sisi na yeye, we have fellowship to one another. Na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi yote. Sasa tazama, Biblia ya Kiswahili imetumia neno yatusafisha. Hiyo damu ya Yesu yatusafisha. Tazama Biblia ya Kiswahili ilivyoandika vizuri. Yatusafisha anamaanisha nini? Yatusafisha maana yake ni continually, ni kitu ambacho ni endelevu, sio cha siku moja. Kwa maana yake damu ya Yesu, ukikaa tu katika Kristo Yesu, ile damu ya Yesu yenyewe automatically inakusafisha. Sio unaweza kuelewa hicho kitu. Biblia ya Kiingereza imetumia continually, maana yake is a continuous tense, ni tendo endelevu la kila siku. Unatakaswa na hiyo damu kila siku, unatakaswa na hiyo damu kila siku. Kuna watu wa dini wanasema tunatakaswa mara moja tu. No. Justification tunapata mara moja. Sanctification, kutakaswa, ni kila siku. Kwa hesabiwa haki tunahesabiwa tunapomwamini Kristo Bwana Yesu. Tunahesabiwa haki, lakini tunatakaswa kila siku kwa hiyo damu ya Yesu Kristo. Sio unaweza kuelewa hicho kitu. Kwa nini? Kwa sababu utakaso ni jambo la kila siku. Sio unaweza kuelewa hicho kitu. Ndio maana unaweza kuona damu ya Yesu kila siku ndani ya mioyo ya watu inamiminika kama chemichemi, kutakasa mioyo ya watu kila siku na kufuta hatia kila siku. Damu ya Yesu inaondoa madoa yote yaliyo kwenye mioyo yetu kila siku. Jambo la tano ambalo damu ya Yesu inafanya, kwa sababu kwenye somo letu tunaangalia maajabu 7 ya hii damu ya Yesu. La 5, damu ya Yesu inaleta upatanisho na Mungu, ambao ni reconciliation, upatanisho na Mungu. Kwa namna gani? Ule upatanisho, reconciliation kati ya mwanadamu na Mungu. Uhusiano wa mwanadamu na Mungu ulivunjika kupitia dhambi. Uhusiano wa mwanadamu ulivunjika kupitia dhambi. Sasa ngoja tutazame katika kitabu cha Warumi sura ya 5.
Alafu nitasoma tafsiri ya neno sasa. Kitabu cha Warumi sura ya 5. Warumi sura ya 5. Tuangalie kitabu cha Warumi sura ya 5 mstari wa 9 mpaka wa 10. Neno la Bwana linasema hivi. Oh, hallelujah. Glory to Jesus. Tazama, basi kwa kuwa sasa tumehesabiwa haki kwa damu yake, si zaidi sana tukaokolewa kutoka katika ghadhabu ya Mungu kupitia kwake. Mstari wa 10. Kwa kuwa kama tulipokuwa adui wa Mungu, tulipatanishwa naye kupitia kwa kifo cha mwanawe. Kwa sisi mwanzoni, kabla tujamwamini Kristo, tulikuwa ni adui wa Mungu automatically. Unaweza kuelewa hicho kitu? Tulikuwa adui wa Mungu kivipi? Kupitia Adam. Kwa maana yake automatically tulikuwa ni adui wa Mungu. Kwa maana anasema kwa kuwa kama tulipokuwa adui wa Mungu, tulipatanishwa naye kupitia kwa kifo cha mwanae. Kwa maana yake kupitia ile kifo Yesu alipokuwa anakufa pale msalabani, damu yake, tukapatanishwa sisi na Mungu. Si zaidi sana baada ya kupatanishwa tukaokolewa kwa uzima wake. Hiyo ni tafsiri ya neno. Kwa maana yake tunaona dhambi ilichofanya katika maisha ya mwanadamu, ilifanya uadui na Mungu wake, ilimtenga mwanadamu na Mungu wake, ikaleta vita kati ya mwanadamu na Mungu wake. Lakini damu ya Yesu ikawa ni daraja lililounganisha pande mbili, kati ya upande wa Mungu na upande wa mwanadamu. Hizi ni pande ambazo zilikuwa zimehasimiana, zimetofautiana kwa mtu mmoja kutokufuata matakwa ya mtu mwingine ambaye ni mwanadamu. Kwa wakatofautiana, ikatokea uadui automatically kati ya mwanadamu na Mungu. Lakini damu ya Yesu kupitia msalaba ikaja ikarejesha, ikawa ni daraja. Sasa ajabu ni nini hapa? Nilichokuwa nashangaa, baada ya mwanadamu kutenda dhambi, nini kilitokea? Mungu ndo akaenda kumtafuta mwanadamu ili watengeneze. Mwanadamu ndio aliyekosea. Adamu hakuomba toba, hakuomba hata msamaha alipokosea, hakutaka hata kutengeneza na Mungu. Lakini Mungu alikaa, Mungu akatutafuta, akatafuta njia ya kutengeneza yeye na mwanadamu. Na yeyote watakaoamini njia hiyo kupitia mwana wake waweze kuokolewa na waweze kuishi milele na milele. Unaweza kuelewa hicho kitu? Kipindi najifunza hiki kitu nikawa nashangaa, kwa nini Mungu angemwacha mwanadamu akamtafuta mwenyewe, akatafuta njia mwenyewe? Lakini Mungu ni Mungu wa huruma na ni Mungu wa upendo, akatafuta njia ya kumwokoa huyo mwanadamu. Okay, kwa hiyo tuendelee. Kwa hiyo damu ya Yesu sasa ikamaliza uadui uliokuwepo kati ya Mungu na mwanadamu. Jambo la sita, ajabu la sita ambao damu ya Yesu imefanya ni ushindi juu ya shetani. Ni jambo la kushangaza sana, kitu ambacho damu ya Yesu imefanya. Ukijua vizuri damu ya Yesu, utaishi kwa ujasiri sana kwa maisha yako. Damu ya Yesu ilitupa ushindi juu ya shetani pale msalabani, victory over sin, over Satan na kadhalika. Kwa hiyo tusome katika kitabu cha Ufunuo. Kwa hiyo tusome kitabu cha Ufunuo sura ya 12. Kitabu cha Ufunuo sura ya 12. Mstari wa 10. Ni kuonyesha hapa hiki kitu, kwa nini damu ya Yesu ilitupa ushindi juu ya shetani. Ufunuo sura ya 12 mstari wa 10, neno la Bwana linasema, nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu, yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku.
Tazama hiki kitu. Kwa mbinguni yupo mshtaki anaitwa Ibilisi. Sasa huyu kila siku anaenda kutushtaki, Innocent amefanya hivi, Innocent amefanya hivi. Sio, unaweza kuelewa hicho kitu? Anayeshtaki namna hiyo ni Shetani. Fulani amefanya hivi, 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 fulani amefanya hivi. Mshtaki wenu anashtaki mbele za Mungu mchana na usiku. Tazama hicho kitu. Anafanya hiyo kazi usiku na mchana. Tazama Biblia ilichosema hapo. Yeye washtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Anaifanya hiyo kazi. Anatushtaki tu, anatushtaki tu, anatushtaki tu. Anatushtaki ili tusipate msamaha wa dhambi. Anatushtaki ili laana ya dhambi iendelee kukaa kwenye maisha yetu. Anatushtaki ili mauti iendelee kukaa kwenye maisha yetu. Anatushtaki tu, anatushtaki tu. Lakini Mungu ashukuriwe kwa hiyo damu ya mwana kondoo iliyotupa ushindi juu ya Shetani. Sio, unaweza kuelewa hicho kitu? Kwa tutazame mstari wa 11, Ufunuo 12 mstari wa 11. Tazama neno la Bwana linasema, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Yule mshtaki wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Narudia tena na tena na tena ili jambo liingie kwenye akili yako, usije ukasahau hata siku moja. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Wakamshinda kwa damu ya Yesu Kristo. Tazama hichi kitu. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Mawazo mabaya yanapita kwenye ufahamu wako na imekuwa kukusumbua muda mrefu. Use the blood of Jesus. Tumia damu ya Yesu. Utakapoita damu ya Yesu juu ya ufahamu wako, utakapoita damu ya Yesu juu ya ufahamu wako, hizo sauti zinaweza kutisha, utakufa, utafanya 1 2 3 4. Zinakuonyesha huna haki mbele za Mungu, zinakushtaki kwenye moyo wako kila siku. Shetani anakushtaki kwa Mungu kila siku ndani ya moyo wako na kadhalika. Vinaendelea kupiga kile ndani ya moyo wako. Itatoa damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Kwa nini? Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo. Itumie damu ya Yesu kuita. Ita damu ya Yesu, ita damu ya Yesu, ita damu ya Yesu, ita damu ya Yesu. Sio, unaweza kuelewa hicho kitu? Sasa ukitazama hii Ufunuo 12 mstari wa 10 na 11, imetupa siri kubwa sana ya ushindi wetu juu ya Shetani. Ni kwa damu. Kwa tunagundua nini? Hatuwezi tukamshinda Shetani kwa nguvu zetu. Usije ukajaribu kumshinda Shetani kwa nguvu zako, utaumia. Usije ukajaribu kumshinda Shetani kwa nguvu zako au kwa akili zako au kwa ujanja wako, utaumia. Tazama hapa. Hawa nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Kuna jambo lolote ambalo adui amefanya kwa maisha yako, ameshika watoto wako, ameshika mume wako, ameshika mke wako, na hujui nini cha kufanya, hujui nini cha kufanya. Unaona Shetani ameng'ang'ania watoto wako, ameng'ang'ania ndoa yako, ameng'ang'ania biashara yako, ameng'ang'ania eneo lolote kwa maisha yako, ameng'ang'ania afya yako. Usihofu, usihofu. Ukirudi nyumbani, call upon the blood of Jesus. Ita damu ya Yesu, ita damu ya Yesu, ita damu ya Yesu. Haijalishi amekamata ile eneo kwa muda gani, you just call upon the blood. Ita tu damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Inajua cha kufanya, inajua cha kufanya. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. By the blood of Jesus, kwa damu ya Yesu Kristo, wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo. Kwa tunagundua nini? Ushindi unapatikana kwa kutegemea damu ya Yesu Kristo kwa njia ya imani. Narudia tena. Ushindi wetu unapatikana kwa damu ya Yesu Kristo kwa njia ya imani. Sumeza kuelewa hicho kitu. Kwa nini? Kwa sababu damu ya Yesu ililipa kila kitu. Hakuna kitu ambacho adui anatudai damu ya Yesu haikulipa. Hakuna kitu ambacho damu ya Yesu haikulipa, hakipo. Miaka kadhaa iliyopita, kama 10 imepita, nilikuwa mahali fulani naomba. Na nilipokuwa naomba, nikawa nakemea roho za familia yetu,
za ukoo wetu ambazo zinafuatilia, kwa sababu nilikuwa nikiangalia maisha yangu, kuna vitu kwenye familia yetu naviona, kwenye ukoo wetu naviona, na vinanifuata. Kuna tabia ambazo naziona kwenye familia yenu, naviona kwenye ukoo wenu, naona vinafuata. Na nilikuwa najua jinsi ya kufanya, jinsi ya kushughulika na hivi vitu. Kwa nikaingia kwenye maombi, then I call the blood. Niko naomba. Na ghafla kipindi naomba vile, vikatokea vitu vinacheka. Wewe bado ni mtoto mdogo sana, wewe kijana. Ni mtoto mdogo sana. Sisi tumefanya 1, 2, 3 kwa miaka mingi sana. Wewe huwezi ukafanya jambo lolote. Tutakumaliza ndani ya muda mfupi. Huwezi ukafanya jambo lolote. Nikatetemeka, nikarudi nyuma. Nikasema hiki ni kitu gani? Na ghafla nikasikia sauti ndani ya moyo wangu ikiniambia, ita damu ya Yesu. Kwa maana damu ya Yesu ilipa gharama. Hakuna kitu chochote mababu zako walifanya, hakuna kitu chochote bibi yako alifanya. Damu ya Yesu ilipa gharama. Kipindi nasikia sauti hiyo, nikasema damu ya Yesu ilipa gharama. Ikaniuliza namna gani? Sauti ikaniambia, ndani unapofanya mkataba wa aina yoyote, huwezi ukavunja ule mkataba bure. Ukiwa umeweka mkataba kufanya kazi mahali fulani miaka 10, miaka 20, mmekubaliana kufanya kazi miaka 10, ukaamua kuiacha ile kazi wewe mwenyewe kwa akili yako, itabidi uilipe ile kampuni, kwa sababu umeipa hasara. Huwezi ukatoka pasipo kulipa gharama ya ule mkataba. Huwezi ukatoka. Siwezi kuelewa hicho kitu. Kona mimi siwezi kutoka pasipo gharama, kutoka kwenye hivyo vifungo vya ukoo, vya familia, mizimu na kadhalika, magonjwa ya familia na kadhalika. Huwezi kutoka pasipo kulipa gharama. Kwa nini? Kwa sababu wazee wetu waliweka mikataba, waliweka maagano, walikubaliana. Hawakuwa wanamjua Mungu, hawakupata neema ya wokovu, hawakuwa wanajua chochote. Walikuwa wamefungwa na nguvu za giza, walikuwa wanaamini waganga wa kienyeji, walikuwa wanaamini vitu viharibikavyo na kadhalika. Na wakawatoa mpaka wajukuu wao na vitukuu, wakawatoa katika miungu, wakawauza ili wafanikiwe, ili wapate watoto, ili wabarikiwe na kadhalika katika miungu yao na kadhalika. Walifanya hayo. Zile roho zinacheka, hawezi kufanya chochote, kwa sababu walifanya 1, 2, 3, 4. Walifanya 1, 2, 3, 4. Sauti kaniambia, Yesu alilipa gharama kwa bei ya thamani ya damu ya mwana kondoo. Niliposikia sauti hiyo, nikasema kwa sauti kuu, kwa damu ya Yesu imelipa gharama. Hizo sauti zikanyamaza kimya mpaka leo. Kwa damu ya Yesu. There's power in the blood. Kuna nguvu katika damu ya Yesu. Haijalishi ni vitu gani ambavyo vimekufunga kwenye familia yenu. Haijalishi ni vitu gani vinafuatilia kwenye familia yenu. Unaviona kwa mama mkubwa, unaviona kwa mama mdogo, kwa shangazi, unaona na inakufuatilia wewe. Unaona athima kwa fulani, unaona inakufuatilia wewe. Unaona magonjwa ya moyo kwa mama au kwa bibi, na inakufuatilia wewe, na hujui nini cha kufanya. Na unaona kwenye familia yenu, unaona mama mkubwa aliachwa, na unaona hicho kitu kinakufuatilia. Unaangalia familia yenu, kila mtu amechelewa kuolewa, au unatazama familia yenu, mabinti wote hawaolewi, na hujui nini cha kufanya. Umeomba na hujui nini cha kufanya, na unakiona kiko kwenye familia. Mama alishia form 2, na wewe mtoto umefika form 2, unataka kuacha shule. Ukitazama familia nzima, hakuna aliyemaliza form 4, na huko form 4 huoni hata mpenyo, na hujui nini cha kufanya, hujui nitaombaje niweze kupata breakthrough hapa. Ita damu ya Yesu tu. Call upon the blood. Si unaweza kuelewa hicho kitu? Call upon the blood of Jesus. Damu ya Yesu ina nguvu. Hakuna kitu ambacho kinagoma kuvunjika without the blood. Tazama kwenye hii kitabu cha Ufunuo, nao wakamshinda kwa damu ya mwana-kondoo. Unatazama kwenye familia, tumefungwa na roho maskini hujawahi kuona. Na wewe umeokoka na umeanza kunyanyuka mahali fulani, unaona zile roho za familia zinaanza kukuvuta urudi kama wenzako walivyokuwa. Usikubali hicho kitu. Tazama familia yako, ingia chumbani kwako, funga mlango wako.
And then call upon the blood of Jesus. Damu ya Yesu kwenye familia yangu. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Hauna uhalali kwenye familia yangu. Hauna uhalali kwenye maisha yangu. Kwani kwa sababu mimi nimenunuliwa, mimi ni wa mtu mwingine, ni wa Yesu Kristo. Nimezaliwa mara ya pili. Mimi ni wa Yesu Kristo peke yake. Mimi sio wa familia hii. Mimi sio wa ukoo huu. Mimi ni familia ya Yesu Kristo peke yake. DNA zangu sio za familia hii. DNA zangu ni za Yesu Kristo peke yake. So naweza kuelewa kitu. There is power, wonder working power in the blood. Kwa tumalizie hapa. Pointi ya 7 sasa. Jambo la 7. Damu ya Yesu inatupa ujasiri wa kuingia mbele za Mungu. Damu ya Yesu inatupa ujasiri wa kwenda mbele za Mungu. Damu ya Yesu inatupa ujasiri wa kuingia mbele za Mungu au wa kwenda mbele za Mungu. Inatupa access to God's presence. Inatupa access, inatupa uwezo wa kukaa katika uwepo wake. Ukitazama kwenye Biblia yako utaweza kuona katika Agano la Kale. Katika Agano la Kale nini kwa kinatokea katika Agano la Kale? Kuhani mmoja tu ambaye ni kuhani mkuu ndiye alikuwa anaingia patakatifu mara moja kwa mwaka, akibeba damu ya wanyama kwenda kuwaombea wengine. Lakini Yesu alichofanya pale msalabani, damu yake ilipomwagika, pazia la hekalu likapasuka. Nini kikatokea? Akatupa access. Kila mtu yuko huru sasa kwenda mbele za Mungu wakati wote anaotaka, muda wote anaotaka, mahali popote anapotaka. Iwe ni kanisani, iwe ni nyumbani, iwe ni kazini kwako, iwe kwenye biashara yako, iwe uko njiani, sema yote ulipo, liitie jina la Bwana na yeye atakusikia. Unaweza kuelewa hicho kitu? Unaweza kuwa unatembea barabarani na unawasiliana na Mungu wako. Unaweza umekaa kwenye kiti chako ofisini, unawasiliana na Mungu wako. Unaweza kuwa umekaa kwenye biashara yako, unafanya biashara yako, unauza na kadhalika, na huku unawasiliana na Mungu wako kwenye moyo wako. Unawasiliana na Mungu wako kwenye moyo wako. Tazama kitabu cha Waebrania sura ya 10. Nitasoma tafsiri ya Biblia habari njema, tumalize sasa. Afu tuombe. Kitabu cha Waebrania sura ya 10. Kitabu cha Waebrania sura ya 10. Mstari wa 19 mpaka 20. Waebrania sura ya 10. Mstari wa 19 mpaka 20. Na Bwana anasema, kwa hiyo ndugu zangu, kwa kuwa tunao ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa maana yake damu ya Yesu inatupa ujasiri sisi wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu Kristo. Maana yake huwezi ukaingia patakatifu pasipo hiyo damu. Maana yake ni rahisi, uwepo wa Bwana huwezi kujifunua kwako pasipo hiyo damu. Kuna watu wao wanauliza, mtumishi wa Mungu, mbona mimi naomba sioni uwepo wa Mungu ukiwa halisi kwenye maisha yangu? Ngoja nikufundishe kufanya. Ukiona unaomba na unaona ukame, huoni nini cha kufanya, huoni maombi yako akienda, anza kuita damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Na utashangaa nini kitatokea. Damu ya Yesu itakupa access ya ule uwepo wa Bwana kujifunua kwako. Hiyo damu. Tazama mstari wa 20. Kwa njia mpya iliyo hai. Kwa maana yake kupitia damu ya Yesu ilikuwa ni njia mpya sasa, ambayo tofauti na ile ambayo tulikuwa tumeizoea ya kuhani mkuu anaenda patakatifu. Tazama hicho kitu. Kwa njia mpya iliyo hai tuliofunguliwa kwa ajili yetu kupitia kwenye lile pazia, yaani mwili wake. Tusimame juu sasa. Damu ya Yesu ni ajabu sana. Damu ya Yesu ni ajabu sana. Ina uwezo wa kukufungua kwenye vitu vyovyote ambavyo vinakuwa vinafuatia familia yako, vipo kwenye ukoo wenu na mmekufuatilia mpaka na wewe. Damu ya Yesu inaweza kushughulika na hivyo vitu. Damu ya Yesu inaweza kushughulika na hivyo vitu. Damu ya Yesu inaweza kushughulika na hivyo vitu. Tulijifunza miaka kama 3-4 imepita sasa hapa, somo linaitwa jinsi ya kushughulika na matatizo ya kurithi. Tukaangalia namna ambavyo damu ya Yesu inaweza kushughulika na hivyo vitu. Tulichukua kama siku 3 tunajifunza hivyo vitu. Unaweza kutafuta ile somo ukasikiliza. Lakini damu ya Yesu ina nguvu
Damu ya Yesu ina nguvu. Damu ya Yesu ina nguvu. Unanitazama nyumbani kwako au kwa unanisikiza kwenye redio yako na hujampokea Bwana Yesu, na umesikiliza somo hili, unasema mtumishi, nataka niokoke, nataka nimpokee Bwana Yesu awe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Weka mkono wako kulia kwenye moyo wako, tuombe sala hii ya toba pamoja na wewe. Sema, Bwana Yesu, niko mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Nimekutenda dhambi wewe peke yako. Ninaomba unisamehe dhambi zangu zote. Nitakase Bwana Yesu kwa damu iliyomwagika pale msalabani, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu wa mbinguni akubariki ambaye umempokea Bwana Yesu kwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na utatuandikia kwenye namba ambayo inapita kwenye screen yako, au ambao hapo redio na wanaokutajia, andika mtumishi, nimempokea Bwana Yesu, na sisi tutakutumia mwongozo kadhaa kadhaa utakao kusaidia katika safari yako ya kwenda mbinguni. Kwa hiyo Mungu wa mbinguni awabariki sasa. Mungu wa mbinguni awabariki. Tuketi sasa. Mungu wa mbinguni awabariki sasa. Kwa hiyo lifanyie kazi somo hili, kile ambacho ulichoandika kirudie tena na tena na tena, na maisha yako hawezi kubaki kama yalivyokuwa. Kwa hiyo Mungu wa mbinguni akubariki sasa. Sisi tunakutakia usiku mwema. Ubarikiwe sana. Amen. Amina. Barikiwe.